Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Februari 20. Somo lisemalo, washirika kupitia ahadi za Mungu. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa siku nyingine uliyotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Waraka wa pili wa Petro 1:4. Kila ahadi iliyopo katika kitabu cha Mungu hudumisha kwetu ujasiri kwamba tunaweza kuwa washirika wa asili ya Mungu. Hili linawezekana. Mtegemea Mungu, uliamini neno lake, kufanya kazi zake, na hili tunaweza kulifanya pale tunaposhikilia uungu wa Yesu. Uwezekano huu ni wa maana zaidi kwetu zaidi ya utajiri wote wa dunia. Hakuna kitu chochote duniani kinachoweza kulinganishwa nao. Tunaposhikilia nguvu ile iliyowekwa karibu nasi, tunapokea tumaini lililo imara zaidi kiasi kwamba tunaweza kumtumainia kabisa ahadi za Mungu. Na tuking'ang'ania uwezo ulio katika Kristo Yesu, tunakuwa wana na binti za Mungu. Yeye amwaminie Yesu kweli kweli anafanywa kuwa mshirika wa asili ya Mungu, na anakuwa na nguvu ambayo anaweza kuitumia katika majaribu yote. Hata angukia majaribu wala kuachwa ili ashindwe. Wakati wa majaribio atadai ahadi, na kwa hizi ataepuka upotovu ulioko duniani kwa njia ya tamaa. Ili kutufanya kuwa washiriki wa asili ya Mungu, mbingu ilitoa hazina yake ya gharama kubwa zaidi. Mwana wa Mungu aliweka kando vazi lake la kifalme na taji ya kifalme, na akaja duniani kwetu kama mtoto mdogo. Alijitolea kuishi maisha makamilifu tangu utoto hadi utu uzima. Alijishughulisha na kusimama katika ulimwengu ulioanguka kama mwakilishi wa Baba. Naye angekufa kwa ajili ya jamii iliyopotea. Kazi ya ajabu kiasi gani hii! Sijui jinsi ya kuwasilisha hoja hizi. Ni za ajabu sana, ajabu mno. Kwa maisha yake ya kujitoa mhanga na kifo cha aibu, amefanya iwezekane kwetu kuushikilia uungu wake na kuepuka uharibifu uliomo duniani kwa njia ya tamaa.
Ikiwa wewe ni mshirika wa asili ya Mungu, siku baada ya siku utakuwa unapata kufaa kwa ajili ya maisha hayo ambayo yanapimwa kulingana na maisha ya Mungu. Siku baada ya siku utasafisha tumaini lako kwa Yesu na kufuata mfano wake na kukua katika mfano wake hata utakaposimama mbele zake ukiwa mkamilifu. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo washirika kupitia ahadi za Mungu. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa somo ulotupatia siku ya leo. Tunaomba tulifanyie kazi katika maisha yetu. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, Huachwi